Tarehe 8 mwezi wa 3 kila mwaka Tanzania inaungana na mataifa mengine duniani kusherehekea siku ya wanawake duniani, ambapo katika maadhimisho ya siku hii tumekuwa tukiangazia masuala mbalimbali ya wanawake, tukiangazia wanawake namna ambavyo walikotoka, walipo na wanakokwenda, lakini tukiangalia pia masuala mbalimbali ya usawa wa kijinsia. Na mwaka huu ambapo tunaadhimisha miaka 30 tangu kuasisiwa kwa azimio la Beijing, yako mengi ambayo Tanzania inajivunia. Kumekuwa na kazi ambazo kwa kiasi kikubwa kwamba zinafanywa na wanaume peke yake, wanawake hawawezi kuzifanya, lakini kwa miaka hii 30 ya Beijing tumeona mabadiliko makubwa. Kazi ambazo kwa kiasi kikubwa zilionekana kama haziwezi kufanya na wanawake sasa hivi zinafanywa. Na moja wapo ya kazi hiyo ni kazi ya kuhudumia maiti, na leo hii tuko hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke ambako tunaye mwanamama ambaye anafanya kazi katika chumba cha kuhifadhia maiti, na tutamsikia hapa, atatueleza ili kwaje akaweza kuingia, lakini ataanza kwa kujitambulisha majina yake. Karibu. Naitwa nani? Kwa majina naitwa Husna Tangale Rajabu. Ni muuguzi au mhudumu wa chumba cha maiti. Na lini ulianza kuifanya kazi hii? Nilianza kuifanya kazi hii Januari 2025. Aha. Kabla ya hapo ulikuwa wapi? Kabla ya kufanya hii kazi nilikuwa tu nyumbani. Baada ya kuwa nyumbani nikaenda nikasomea mortuary technician kwenye chuo cha Muhimbili. Nilienda pale kusoma Muhimbili, nilipohitimu nikakaa nyumbani. Nilipopata nafasi ndo nikaja kuleta barua zangu Temeke Hospital. Baada ya interview ndo nikapita na kuanza kazi rasmi hapa Temeke. Kwenye maisha yako labda ulikuwa na ndoto ya kwamba siku moja nitafanya kazi ya kuhudumia maiti? Hapana. Mwanzo kabisa sikuwahi kukaa wala kufikiria, ila kuna kipindi nilisema, yani ile hali ya kukaa nyumbani muda mrefu na ile kusema kwamba mimi nahitaji niwe nesi, mawazo yangu alikuwa huko, lakini nikafikiria nafanyaje ili kufikia ndoto zangu. Kuna vijana wengi nikutana nao na kuna mtu ambaye alini-inspire mpaka kufikia mahali hapa, ambaye niliongea naye akaniambia kwamba unaweza ukasomea kozi ya mortuary. Ni kazi nzuri na hapo hadi wanawake. Hata mimi mwanzo kabisa nilikuwa najua hii kazi ni watoto wa kiume. Kwa hiyo aliongea na mimi akanielezea, nikatoka na mimi kaenda kuongea na mume wangu, akanishauri kama kweli nina nia na ninaweza kufanya, basi nenda ikasomea. Kwa hiyo mume wako alikuunga mkono? Mume wangu aliniunga mkono. Ndio. Na vipi kwa labda ndugu zako, wanakuchukuliaje au jamii inayokuzunguka? Kwa upande wa ndugu zangu na jamii inayozunguka wanaona ni mtu wa ajabu. Wanaona ni mtu wa ajabu, afu wanaona ni mtu ambaye ni mkatili. Maana ishazoeka hii kazi, asilimia kubwa inavyochukuliwa inachukuliwa anayefanya hii kazi ni mtu ambaye huenda mshirikina au huenda yani ana vitu vya ajabu. Ni watu ambao yani wana roho ngumu, inazoeleka hivyo. Kuna mambo gani ambayo unajivunia mpaka sasa hivi tangu umeanza kufanya kazi hii? Cha kwanza ninachojivunia tangu nifike Temeke Hospital na kuanza hii kazi, najikuta ni mtu mwenye furaha, najivunia kuwa hapa na pia naipenda kazi yangu. Nakutana na watu mbalimbali, tutakutana na changamoto mbalimbali pale ambapo unamkuta mtu kama sisi tunavyosoma tunajifunza vitu vingi. Pale ndugu anapokuja anakuwa analia. Lakini kabla hujampa huduma unatakiwa ukae chini, uongee naye, ufariji, anapokaa sawa unaanza kumpa huduma. Na pia tunajikuta tunatengeneza ndugu. Ndugu anapotoka hapa unamkabidhi mwili wake, anaenda mkoa, anakupigia simu, anakushukuru, asante, na mnakuwa moja ya familia. Siku nyingine inatokea tatizo basi anakutafuta. Hebu tueleze siku ya kwanza ilikuwaje ulipoanza kufanya kazi hapa Temeke?
Siku ya kwanza nafika hapa Temeke, nikutana na uongozi, nikutana na pia na wafanyakazi wengine. Kwa upande wangu haikuwa ngumu kwa sababu ni kitu ambacho nilikihitaji. Kwa upande wangu haikuwa ngumu kabisa. Nilijumuika na wenzangu na mpaka leo hii nashukuru tunaendelea vizuri tu. Haikuwa ngumu kwa upande wangu. Na kuna watu wengine ambao wamekuwa wakisema fanya kazi mochwali utakuwa unaota madoto ya ajabu na nini. Wewe kwako ikoje? Kwa upande wangu mimi kuota ndoto za ajabu hapana. Ila nahisi tu ni vitu ambavyo watu wanaviweka kama scenario kichwani mwao. Lakini kuota ndoto za ajabu, sikuona vitu vya ajabu, mimi sijawahi kuona hivyo vitu. Sababu naingia shift usiku mwenyewe na sioni chochote. Usiku unakuwa uko peke yako? Usiku nakuwa mwenyewe. Una wito gani sasa kwa wanawake? Tunaona wengi wamekuwa wakichagua kazi, mtu mwingine anataka kwamba mimi nataka niwe daktari tu, au mimi niwe pilot, au niwe engineer. Una neno gani kwa wanawake? Wito wangu mimi kwa wanawake na vijana, unaweza ukasomea nursing, unaweza ukasomea pharmacy, lakini tunaangalia pia kitu gani cha nyongeza ambacho unaweza kusomea kikaja kuwa kama fursa. Sababu unapopeleka interview sehemu wanaangalia uhitaji. Lakini ukiwa umesomea kozi tofauti, ina maana wakiangalia katika zile kozi zako wataangalia uhitaji upo sehemu gani. Na kikubwa kama kijana, kama mama, kama dada, hautaki kuchagua kazi. Kazi yoyote ambayo unajua hii kazi naifanya ni halali na italisha familia yangu na jamii kwa ujumla, fanya kazi. Na changamoto sasa, ni changamoto zipi ambazo unaona unakabiliana nazo au umewahi kukabiliana nazo? Kwa upande wangu, kwa sababu sina muda mrefu katika hii kazi, kwa upande wangu sijaona changamoto. Labda tu ya watu au jamii kukuchukulia ni mtu wa ajabu. Na mwingine kabisa ukimwambia mimi nafanya kazi Mochwari, anashtuka na kukushangaa. Anakwambia umewezaje? Kuna nini unafanya? Naambia hamna, ni masomo, nasoma kama masomo mengine na ni kazi kama kazi zingine. Tangu umeanza kuna wengine wanasema kwamba nikiona mili ya watu wazima, labda nikiona mili ya watoto wanaumia. Wewe kwako ikoje? Mimi kwa upande wangu, kwa kuwa hii ni unasoma, kwa maana unajifunza kwa muda. Ina maana miili ya watoto tunapokea, miili ya wakubwa tunapokea, miili ya wazee na hata miili ya ajali pia tunapokea. Kikubwa sisi tunachoshughulika nacho ni kupokea miili, kuiandaa, kuiweka kwenye muonekano mzuri. Ambapo imetokea hata mwili wa ajali, maana katika mikono, miguu, inabidi utengeneze aonekane kwenye muonekano mzuri ili ndugu anapokuja amtambue huyu ni ndugu yangu. Kwa upande wetu tunapokea miili ya aina zote na tunaihudumia kutokana na sheria na vifungu vilivyopangwa. Na tuna maadhimisho sasa ya siku ya wanawake duniani tarehe 8, na tunaangalia wanawake mashujaa kwenye nyanja tofauti. Labda wewe kwako una neno gani hasa katika maadhimisho ya siku hii ya wanawake? Kwenye siku hii ya maadhimisho ya wanawake duniani, kwa upande wangu naweza nikawaasa wanawake na wadada wote wa jinsia ya kike kwamba katika hii karne tunayoenda au kwa ujumla kwa hii miaka tunayoenda, wanawake tunatakiwa tuwe kipaumbele. Haijalishi tunafanya kazi gani, kikubwa tusifanye kazi haramu na tufanye kazi kukizi mahitaji yetu na ya familia zetu. Tusichague kazi. Na hii dhana ya watu kuogopa kwamba kazi ya wanaofanya kazi Mochwari wanaonekana kama watu ambao wamevurugwa, wengine wanasema hawana akili timamu, hapo unaizungumziaje? Kwa upande wa kusema watu wanaokaa Mochwari ni watu ambao kama wamechanganyikiwa au wamevurugwa, mimi nakataa. Kwa sababu hii nahisi wanaona tu vile, mfano ndugu anapokuja analia sana, wewe kama mtu wa huduma unatakiwa ujishushe. Utaongea naye, unaweza kumpigisha story mpaka atacheka. Sasa kile kitendo ile mtu anakuona huyo ni mtu gani wa ajabu, watu wanalia nje lakini upo kawaida normal. Kwa sababu tunakaa tunasemaga ile zana, mimi nikilia naye mhudumie inakuaje. Lakini sisi tushajijenga na tayari kitu tushakisomea.
na tuna experience na hiki kitu. Ina maana ndugu anapokuja ile zana yake ya kusema kwamba watu wamechanganyikiwa, wamevurugwa, tunampa upendo. Upendo ndio kitu sisi ambacho tunacho. Watu wa Montreal wote wana upendo na sio vile wanavyozaniwa mtaani. Mtazamaji wa Sky TV, tumemsikia dada Husna Tangale Rajabu ambaye ni mfanyakazi katika chumba cha kuhifadhia maiti hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Temeke, ambaye ametueleza namna ambavyo anafanya kazi zake na kitu ambacho kilimsukuma na ambayo anajivunia tangu ameanza kazi hii.